Hello, mambo vipi? Karibu sana. Mpaka sasa nimeshamalizana na wafanyabiashara waliokuwa wanatafuta TIN namba, wafanyabiashara waliokuwa wanatafuta leseni za biashara. Lakini pia kama bado na swali lolote, wewe ni mfanyabiashara ulikuwa unatafuta TIN namba au swala lolote linalohusiana na swala la online registration, weka changamoto yako sehemu ya comment. Hapa katika video hii naenda kukuelekeza ni jinsi gani unaweza kupata TIN namba kwa ajili ya ajira. Unaweza ukawa umeomba TIN namba kwa ajili ya kazi fulani, aidha wewe ni designer au unafanya kazi fulani na kampuni fulani, lakini umeomba sasa TIN namba hauna. Hapa naenda kukuelekeza ni kwa namna gani utaenda kupata TIN namba kwa ajili ya kupata kazi yako au kwa ajili ya kuidhinishwa kwenye malipo fulani. Kitu cha kufanya, kama bado hujasubscribe channel hii, subscribe, like, comment ili uwe wa kwanza kunufaika na video utakazokuwa tukiziweka mara ya kwanza. Kanuni ni ile ile. Kwanza utaingia kwenye mfumo wa TRA, utatype TRA, baada ya hapo utaingia kwenye taxpayer portal. Baada ya hapo utaselect. Baada ya kuselect utaingia. Utakutana na vitufe viwili, kimoja kikitaka usign in kama tayari una TIN number, uregister kama bado haujapata TIN number. Hapa nitatumia mfano wa mtu ambaye hana NIDA kwa ajili ya kuomba TIN number. Unataka kuomba TIN number kwa ajili ya biashara au nani business. Utachagua, baada ya kuchagua mfumo utakupeleka moja kwa moja mpaka kwenye sehemu ambayo unatakiwa uanze kujaza taarifa binafsi. Hapo ni Mr, Mrs au nani, utachagua gender kama wewe ni male au female, utaandika tarehe ya kuzaliwa. Baada ya hapo utaenda utaweka contact details. Ukishamaliza kuweka contact details, utasave na kucontinue. Ukisha continue, mfumo utakupeleka moja kwa moja hadi kwenye sehemu ya kujaza residential location, kwamba wewe unakaa sehemu gani. Utajaza kama wewe ni Mtanzania au Mzanzibari, kwa unaokaa, wilaya, mpaka sehemu ambapo wewe ulipo. Baada ya hapo utashuka chini na kuweka zile zinaitwa post office location. Hapa utajaza pia sehemu ulipo, lakini pia utaweka PO box kama wewe ni mkazi wa sehemu fulani, au PO box yako haujui, inabidi ufuatilie, baadaye unaiweka. Ukishamaliza kujaza taarifa hizo, utasave na kucontinue. Mfumo utakuruhusu kuendelea na hatua nyingine inayofuata kama taarifa utakuwa umezijaza kwa ukamilifu na bila kujaza kwa makosa. Kama kunakuwa na sehemu yoyote umesahau, mfumo unakukumbusha ili kusudi ujaze. Baada ya kuzijaza vizuri taarifa hizo, mfumo unakuruhusu kuendelea kwenda hatua nyingine inayofuata. Ukishamaliza hapo utasave na kucontinue. Unajua uko unafanya application ya TIN number kwa ajili ya kazi au kwa ajili ya shughuli zingine tofauti, waga process ni chache sana, sio sawa na mtu ambaye anaomba TIN number ya biashara. Pale kunakuwa na details nyingi ambazo zinatakiwa kujazwa. Ukishamaliza kujaza taarifa hiyo, utaenda hatua inayofuata. Mfumo utakuruhusu kwenda mpaka sehemu ya kuweka sababu ya kuomba TIN number. Sasa hapa kuwa makini kidogo, sababu hapa ndio kiini cha somo letu. Kwenye kuomba TIN number lazima uwe na sababu. Na sababu zipo nyingi za kuomba TIN number, lakini hapa tunaomba kwa ajili ya kazi, yani employment. Kwa hiyo ukichagua employment, mfumo utataka ujaze TIN number ya mwajiri wako, kwamba anayekuajiri ni nani na TIN number yake ni ipi. Kwa hiyo utaiandika sehemu hiyo. Kwa hiyo kitu utakachokifanya, utatafuta namba ya mwajiri wako, utaiweka TIN number ya mwajiri wako, utaiweka sehemu ambayo inahitajika. Baada ya hapo utaendelea. Sasa hatua ya mwisho hii ni ya kudeclare, maana yake unakubali kwamba details ulizoziingiza kwenye mfumo ni details za kweli na ni wewe unawajibika kwa hizo. Baada ya inayofuata haitakuwa tena kucontinue, ila itakuwa ni hatua ya submission. Ukishamaliza utapata TIN namba yako kwa muda mfupi sana. Ukishamaliza kuipata TIN namba hiyo, utaweza kuingia kwenye mfumo na kutafuta ile inaitwa TIN certificate, utadownload cheti cha TIN namba na kuendelea na process zingine. Jinsi kama video hii imekusaidia, imekupanua mawazo kwa namna moja ama nyingine, tafadhali sana subscribe, like, comment na kushare. Na ikiwa bado una swali lolote linalohusiana na masuala ya TIN number, lakini pia online registration kama vile vyeti vya kuzaliwa, NIDA, leseni za biashara, lakini pia usajili wa makampuni, unaweza ukaacha comment yako sehemu ya comment na mimi nikapita baadaye kujibu ili tuendelee kupata uelewa wa pamoja.